الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معشر المسلمين، kwa kuwa tu katika Ijumaa ya mwisho ya mwezi huu wa Ramadhani, ina maana kwamba hatutakutana tena kwa ajili ya salatu al-Jum'a tukiwa ndani ya Ramadhani. Tutakutana na swala za al-Jum'a nyingine, Jumu'at zitakazokuja, lakini tutakuwa tuko nje ya Ramadhani. Mwezi wa Ramadhani unapofikia mwisho kule kwenye khitamu yake, mwisho wake kule, kuna mambo mengi ya kisheria ambayo tunatakiwa tuyajue. Kwa hiyo itakuwa hii ni kama fursa kwetu ya kuelimishana, kwa sababu kuna zakatul fitri na kuna swala ya Eid. Haya ni mambo yamewekwa katika sheria. Kwa hiyo tunaweza kuitumia mimbari hii na wakati huu kama ni fursa ya kuelimishana juu ya jambo hili, pamoja na kwamba zimepita darasa nyingi za mwezi wa Ramadhani zikielimisha juu ya jambo hili, lakini si wote wanaokaa kujifunza jambo hili kwa udhuru au kwa mambo, kwa sababu tofauti tofauti. Wengine wakiwa na udhuru zinazokubalika, na wengine ni ile tabia yao ya kupenda kupuuza. Kwa kuwa wajibu wetu sisi ni kuelimishana na kufikishiana ujumbe, basi tunatumia fursa kama hizi. Kuna suala la zakatul fitri. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ametufundisha sisi watu wafuasi wake kwamba tunapomaliza Ramadhani tutoe zaka kwa ajili ya kufungua. Sasa nataka nitaje baadhi ya vitu tu, hukumu yake hiyo zakatul fitri kisheria ina hukumu gani, na hikma ya kuwekwa kwake, na aina ya chakula au aina hiyo zakatul fitri ni kitu gani, kiasi gani, kwa wakati gani, na ni nani anayepewa. Vitu hivi kama vitano hivi au zaidi kidogo. Katika hikma na hukumu, haya yametajwa ndani ya hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ambayo ameipokea al-Imam Abu Daud, kadhalika al-Imam Ibn Majah rahmatullahi ta'ala alayhima katika sunani zao, kutoka kwa sahabiyun jalil Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anasema, faradha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam zakat al-fitri, Mtume sallallahu alayhi wasallama amefaradhisha zaka ya fitri lisaimi, kwa mwenye kufunga. Kwa hiyo mpaka hapa kwanza kwenye neno hili tunapata kwamba zakatul fitri ni faradhi, ndio hukumu yake, ni faradhi katika Uislamu. Likiambiwa jambo hili ni faradhi, maana yake ni jambo la lazima. Ukilifanya kwa kuwa watekeleza amri, utapata thawabu, utastahiki kulipwa wewe ujira mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ukiliacha jambo hilo bila ya udhuru unaokubalika kisheria, wapata madhambi, wapata madhambi. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam amefaradhisha zaka ya fitri, si jambo la khiari kwa mwenye kufunga. Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakata al-fitri tuhratan lis-saimi min al-laghwi war-rafath. Mtume sallallahu alaihi wasallam amefaradhisha zakatul fitri kwa ajili ya kumtaharisha aliyefunga, kwa ajili ya kumtaharisha aliyefunga. Hikma, sababu na siri iliyowekwa au iliyowekewa zakatul fitri ni kwa ajili ya kumtaharisha huyu mfungaji kutokana na maneno ya kipuuzi na mambo machafu, yale mambo mabaya aliyoyafanya katika mwezi wa Ramadhani, katika kauli na katika vitendo. Kwa hiyo ukitoa zakatul fitri inakuwa ni sababu ya kujitaharisha wewe. Allah anayataharisha yale makosa yako uliyochuma ndani ya mwezi huu wa Ramadhani. Lakini wa tu'matan lilmasakin,
na ni chakula kwa ajili ya maskini, ni kwa ajili ya kuwalisha maskini. Kwa hiyo hapa panapatikana hukumu na hikma. Hukumu yake ni faradhi, na hikma au tunaweza kusema siri iliyomo ndani yake ni kumtakasa mfungaji, lakini vile vile kumlisha maskini wa Kiislamu ile siku ya Eid. Wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii akasema, faman addaha qabla as-salah, basi atakayetoa zakatul fitri kabla ya swala ya Eid, fa hiya zakatun maqbula, hiyo itakuwa ni zaka yenye kukubaliwa. Kwa lafdhi hii imekuja pia, fa hiya zakatun maqbula. Waman addaha ba'da as-salah, na atakayetoa zakatul fitri baada ya swala ya Eid, fa hiya sadaqatun min as-sadaqat, hiyo sadaka tu miongoni mwa sadaka. Kwa hiyo wakati pia umewekwa, wakati wake uwe ni kabla ya watu hawajakwenda kwenye katika mswala wa Eid. Na ahlul ilm wanatueleza ya kwamba itajuzu kutoa zakatul fitri siku moja kabla ya kufika kwenye Eid. Kwa hiyo unaweza ukafanya maandalizi mapema ukatoa zaka yako ya fitri. Aina ya chakula au aina ya hicho chenye kutolewa katika zakatul fitri na kiasi chake, haya yamekuja katika hadithi aliyopokea al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala kwa lafdhi hili kutoka kwa Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, naye pia amesema faradha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam zakatul fitri min Ramadhan, Mtume sallallahu alayhi wasallam ameifaradhisha zakatul fitri kwa ajili ya Ramadhani, sa'an min tamrin, pishi moja ya tende, au sa'an min sha'irin, au pishi moja ya sha'ir. Sasa sahaba Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anaelezea kwa nini chatolewa chakula hiki. Anasema, wa kunna nukhriju yawm al-fitri fi ahdi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam sa'an min ta'amin, wa kana ta'amuna ash-sha'ira waz-zabiba wal-aqta wat-tamr, akhrajahu al-Bukhari rahimahullah. Tulikuwa sisi katika wakati enzi za Mtume sallallahu alaihi wasallam tulikuwa tunatoa zakatul fitri, chakula chetu kwa wakati ule kilikuwa imetakuwa ni shairi au ni zabibu au ni maziwa ya unga au tende. Hivi nilikuwa ndio vyakula vyetu sisi. Kwenye hadithi hii wanawachuoni wakatoa maelezo na wakatoa fiqhi ndani yake ya kwamba zakatul fitri yatakiwa itolewe kwa chakula cha watu wa mji ule katika siku ya Eid. Siku ya Eid kwenye mji wenu mwala nini? Basi kitolewe hiki chakula, wapewe wenye kustahiki. Kwa hiyo aina ya chenye kutolewa katika zakatul fitri ni chakula, kiasi ni saa. Saa ni kiasi gani? Ni 480 mithqal, ni mithqal 480 ambazo ni sawa sawa na gramu 2040, sawa sawa na gramu 2040. Gramu 2040 kwa ufupi ni kama kusema ni kilo 2 na gramu 40. Sasa mara nyingi watu hawatumii kupima gramu hivi katika vyakula, ndio watu wanaambia kilo 2 na robo. Kwa hiyo utakiwa utoe kiasi cha wastani wa kilo 2 na robo hivi katika chakula kinacholiwa siku ya Eid katika mji wako. Na humu mwetu watu mara nyingi hutumia ngano, wengine michele, ngano katika nyakati za asubuhi, mchele kwa wakati wa mchana, watu hula wali, wakati wa pilau. Kwa aina tofauti mchele ukapikwa, lakini mchele unatumika. Kwa hiyo hivi vitu ndivyo ambavyo vinatakiwa vitolewe zaka juu yake.